tumeweza kukutana tena hapa leo kwa jukumu la kumwaga na kumtakia maisha mema ya shughuli zake ndugu yetu aliyekuwa mfanyakazi mwenzetu na kiongozi wetu Profesa Eliphas Tozo Bisanda aliyestaafu hivi karibuni. Pia tumepata nafasi ya kumkaribisha makamu mkuu wa chuo mpya Profesa Alex Makulilo ambaye ameteuliwa hivi karibuni. Wasomi wengi bado wana nafasi kubwa ya kusaidia nchi yetu katika nyanja zao mbalimbali. Huyu mzee hapa ametoka, lakini mimi namjua kidogo. Mwana sayansi mzuri sana. So I keep on hoping kwamba wale wapambe ambao tuko karibu jitu kama hili tuhakikishe kwamba hatumbwagi, kwa sababu ana mambo mengi ambayo ameyaona katika dunia leo. Tumtumie na sisi ili aweze kupeleka mbele zaidi. Kustaafu sio kujipanga kwa maisha tofauti ya kiuwajibikaji. Uwajibikaji utabaki hata katika uzee wako. Kwa hiyo it's up to you kuona tafsiri ya neno wajibika hata katika umri wako unataka kufanya nini. Kwa mantiki hiyo ninawasihi sana kwa mnapokuwa kwenye ajira ni vema mjitambue kuwa kuna maisha binafsi baada ya maisha ya ajira serikalini. Ninapokuwa na mkabidhi mrithi wangu uongozi wa chuo hiki, bado ninasononeka kwamba hazina mpaka sasa wameshindwa kulipa stahili za watumishi. Toka Julai 2020 hadi sasa serikali haijalipa posho za nyumba, posho za madaraka, posho za wataalamu wa nje na wanataaluma wa nje, posho za kujikimu na usafirishaji wa mizigo kwa waajiriwa wapya na madai mengine mengi ambayo sasa yanakaribia bilioni 9. Bilioni 9 zinakosekana mifukoni mwetu. Hao mnaoona hapa wamevaa mpendeza wanaidai serikali. Cha ajabu ni kwamba mwaka 2025 serikali hiyo hiyo ililipa madai kama hayo kwa vyuo vingine isipokuwa sisi na SUA. UDSM walilipwa, Mzumbe walilipwa, UDOM walilipwa. Si kama Musi nao watu wanaodai walilipwa. Wanaodai mpaka sasa deni hilo ni SUA na Open University. Kwa hiyo ninaomba uongozi wa sasa ukashirikiane na uongozi wa SUA katika kushinikiza deni hili lilipwe mara moja. Katika kufanya chuo chetu kuwa cha kiushindani kitaifa na kimataifa, tutajikita kufanya yafuatayo. Moja, kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunza. Hii inajumuisha kujenga na kuboresha vituo vya kujifunzia mikoani pamoja na makao makuu ya chuo. Kujenga maabara za kisasa, kuboresha mitaala ili iendane na mahitaji ya sasa na kuongeza matumizi ya tehama katika ufundishaji. Na hapa ni shukuru serikali yetu kwa kutuletea mradi wa HITI kupitia Benki ya Dunia ambao tayari umefanikiwa kutuongezea miundombinu. 2, kuweka na kuboresha mifumo ya kitaasisi inayosimamia ubora wa taaluma, tafiti na ubunifu chuoni. 3, kuongeza kasi ya kutafuta miradi mikubwa ya utafiti, ubunifu na ushauri elekezi kwa kushirikiana na wadau wengine. 4, kuwezesha rasilimali watu kuendelea kupata mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu ili kuwa na wafanyakazi wenye uwezo wa kuleta matokeo chanya na yenye kuzingatia ubora kitaifa na kimataifa. 5, kuongeza vyanzo vya mapato vya chuo kwa kuingia ubia na sekta binafsi ili kufanya uwekezaji. Kaja TV ni channel bora kabisa, ipo kwa ajili ya kukuletea matukio mbalimbali kama vile habari, matukio ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, michezo, mikutano ya Injili, harusi na ibada mubashara. Usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili uendelee kupata taarifa mbalimbali kutoka hapa Kaja TV.